Endelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Boniface Edwin Mlelema. Ni mwalimu na ni music director katika kwaya yetu ya Ukonga vijana. Tunashukuru Mungu kwa wakati huu tumeweza kutoa album yetu nzuri kabisa, inaenda kwa jina la Wema wa Mungu. Nadhani unaposikia neno Wema wa Mungu kuna picha fulani inakujia katika akili yako. Hapo ulipo mwenyewe unaweza kaelewa kabisa wema wa Mungu maishani mwetu. Na kiuhalisia katika albamu hii mimi ndo nimeisimamia na nimefanya kwa upande wangu nikiwa kama producer, na nimemaliza kila kitu katika hiyo kazi. Kwa hiyo namshukuru Mungu, kazi imeweza kutoka na sasa inaenda kupatikana katika digital platforms zote. Kiuhalisia tunapozungumzia habari ya wema wa Mungu, kuna story kidogo katika huu wimbo. Kwa nini niliandika huu wimbo Wema wa Mungu? Siku zote katika maisha kuna vitu vinatokea, na vinapotokea ndivyo vinaweza kukupa idea wakati mwingine. Lakini mimi naamini ni Mungu aliyefanya yote mpaka nikaweza kuandika huu wimbo. Story iliyopo katika huu wimbo naweza nikakupa kwa ufupi sana. Kuna wakati ilitokea nilipita kwenye kipindi kigumu kidogo. Moja wapo ni pamoja na kupoteza kazi. Niliwahi kupoteza kazi wakati nafanya sehemu fulani, na baada ya tukio lile kiuhalisia nilipita kwenye wakati mgumu kidogo, almost kama miezi 6 hivi bila kazi, na niliendelea kumsihi Mungu anisaidie ili niweze kupata kazi sehemu nyingine, ila haikuwa rahisi kweli. Na siku moja nikiwa katika harakati zangu za maisha, kuna tangazo nilikuta nao la sehemu bwana wanahitaji wafanya kazi. Basi na mimi katika nafasi ile niliamua kwenda kupeleka CV yangu. Basi nimepeleka CV yangu vizuri hivyo. Na baada ya kufika tulifanya interview, tulikuwa tu kama 32 hivi, lakini katika wale watu wote tuliobaki tulikuwa ni watu kama 4 baada ya mchujo kuisha. Then baada pale mimi tulimaliza interview vizuri kweli, nikaamua kurudi nyumbani. Wakati narudi nyumbani nilikutana tu na mtu mmoja kwenye gari, nilimpisha tu siti. Baada ya kumpisha siti pale akawa amekaa. Katika kupiga story na nini, huko tunaendelea na safari, wakati mimi nilikuwa narudi nyumbani, tukawa tunaachana namba ya simu, na aliniuliza vipi unatoka? Baba, kuna sema nimeenda kufanya interview. Okay, basi tumepeana namba pale. Niliporudi nyumbani, kesho akanipigia simu jamaa, akaniambia bwana, kuna sehemu wanatafuta watu kufanya kazi, unaweza kaja upeleke CV zako pale? Yes. Nikamwambia basi nitakuja. Kweli msiku unafuata mimi nimeondoka, nikaenda mpaka hiyo sehemu. Nimefika pale nikapokelewa vizuri tu na watu wengine. Then nikapangiwa siku ya kwenda kufanya interview. Siku ilifika nikafanya interview. Baada ya kufika hiyo siku nimeenda kama kawaida. Nimefika, lakini cha ajabu nimeingia kwenye chumba cha interview, watu walikuwa wananisimamia ni huyo mtu ambaye nilikutana naye kwenye gari hiyo siku. Kwa hiyo nilimshangaa Mungu, kwa nini kwa hivi kiuhalisia? Nikasema inakuwa kwaje? Lakini nilimtukuza Mungu kwa ajili ya hilo. Nilifanya interview vizuri na tukamaliza vizuri kabisa, na hatimaye nimepata kazi. Sasa baada ya pale, wakati huo yanatokea yale wimbo wa Wema wa Mungu nilikuwa nimeshaanza kuandika. Sasa baada wakati nimeandika ile wimbo tunaendelea kuimba, ndipo ikatokea nafasi ya mimi kupata kazi kwa hisia. Kwa hiyo nikaa namtukuza sana Mungu kwa namna kwamba ina maana kumbe Mungu anaweza karuhusu ukapita kwenye kipindi kigumu, lakini kwa sababu kuna agano ambayo Mungu ameweka katika maisha yako, hawezi kaacha ukaangamia, ukateseka, wala ukaharibikiwa maisha. Ndipo basi nikani naamini kwamba wema wa Mungu upo katika maisha yetu, na siku zote huwa tunafanya vitu vingi sana. Kuna muda tunakosea, lakini Mungu anatuvumilia tu kabisa, kwamba anasema huyu ni mwanangu, ipo siku atakuwa tu vizuri. Kwa hiyo the story kuhusu wema wa Mungu ilikuwa ni hivyo. Na nashukuru Mungu ule wimbo watu walipokea, na mimi nilihisi labda
ninamtukuza Mungu labda kwa yale ambayo amenifanyia mimi, lakini kumbe ule wimbo umekuja kuwasaidia watu wengine kabisa ambao hata sikutegemea. Watu wanaongea nao, wanatoa ushuhuda, kwa kweli mwema Mungu kanifanyia 1 2 3. Nika nashangaa mimi niliandika nikimtukuza Mungu, kumbe kuna watu wengine wameguswa kupitia ule wimbo. Umeona? Basi story katika wema wa Mungu iko hivyo. Na ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo wema wa Mungu upo katika maisha yetu siku zote. Haijalishi tunamkosea Mungu, lakini stili Mungu anasimama na sisi na anatusaidia, anatuinua tena pale ambapo tumeweza kurudi nyuma, anatuinua tena. Yes, namshukuru Mungu katika hilo. Basi labda cha kukwambia tu ni kwamba kwa mtu yeyote atakayepata nafasi ya kusikiliza huu wimbo, mimi na imani kabisa kuna vitu utajifunza, na hata kama ulikuwa umekata tamaa, ninaamini kabisa utasimama tena. Tafuta namna, yani tafuta kila njia uweze kupata wimbo, unaweza kusikiliza, utakusaidia katika maisha yako, kwa sababu wema wa Mungu uko na wewe katika maisha yako. Cha msingi tu usimame katika njia iliyo sahihi na Mungu atakuinua tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Nana Kazilo. Mimi ni mmoja wa waimbaji wa kwaya ya UVC. Nimeusikiliza wimbo wa wema wa Mungu. Kiukweli ni wimbo ambao unanibariki sana. Pia nimejifunza vitu vingi kupitia wema wa Mungu, kwamba kuna muda unaweza ukawa umepita katika kipindi kigumu, lakini Mungu anaendelea kuwa pamoja na wewe, na Mungu anaendelea kujidhihirisha katikati yako. Pia hata kama binadamu sisi tuna madhaifu, tunakosea, lakini Mungu anaendelea kutupa neema na kibali. Kwa kweli ni wimbo ambao unanibariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Margaret Benjamin, ni mmoja wa wanakwaya wa UVC. Wimbo wa wema wa Mungu umekuwa baraka sana kwenye maisha yangu, kwa sababu kuna muda, sisi ni binadamu, changamoto zipo. Kuna muda watu walio unawategemea wanakuacha, unakuwa mwenyewe, lakini bado ule wema wa Mungu bado unakuwa pamoja na wewe. Kwa wema wa Mungu umekuwa ni baraka sana kwenye maisha yangu. Namshukuru Mungu kwa hivyo. Kwa hiyo hata ukipata nafasi ya kusikiza huo wimbo, usikize kwa makini na uwe baraka kwenye maisha yako.